Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Wa kombe la CRDB Bank Federation Cup ama FA ambao tumetoka kutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam, ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club majira ya saa 12:30 wakialika klabu ya soka ya TR United, mchezo ambao umemalizika kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi na kuweza kutinga hatua inayofuatia, yani nusu finali michuano mikubwa ya kombe la CRDB Bank Federation Cup kwa mwaka 2025 2026. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Simba wameweza kupata siku ya leo, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie wewe ni mshabiki unayeshabikia klabu ya soka ya Simba ukiwa maeneo gani. Fahamu katika dakika ya 6 kupitia kwa Clatous Chama, mchezaji ambaye amezaliwa na upya ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, akipokea pasi safi iliyopigwa na Nixon Clement Kibabage, akaweza kuitanguliza klabu ya soka ya Simba Sports Club, na Simba wakaendelea kufanya msako katika lango la TR United, kwa sababu dakika ya pili ya 26 kupitia Anicent Yaura, winga ambaye kwa sasa amekuwa bora ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la pili, na mpaka half time klabu ya soka ya Simba walikuwa kifua mbele kwa mabao 2-0 dhidi ya TR United. Katika kipindi cha pili klabu ya soka ya Simba wakarejea na mwendo ule ule wa kuendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya TR United, na katika dakika ya 65 kupitia kwa Selemani Mwalimu aliweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tatu, akipokea pasi safi iliyopigwa na mchezaji anofahamika kwa jina la David Kameta Duchu, na dakika 79 kupitia kwa Bashiri Kibaila, huu ni mchezaji ambaye anachipukia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la 4. Na ikumbuko kwa upande mwingine Simba Sports Club katika hatua ya nusu finali watakwenda kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal, huku nusu finali nyingine ikitarajiwa kuchezwa kati ya klabu ya soka ya Azam dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club ambaye ndiye bingwa mtetezi wa kombe hilo la CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2025 2026, ambapo tunashuhudia huenda tukaishuhudia fainali ya kibabe ikienda kuchezwa msimu. Bwana, unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia katika mchezo wa leo Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya TR United, je, ni mchezaji gani ambaye ameweza kukukosha na kuvutiwa na kiwango ambacho ameweza kukionyesha katika mchezo huu wa robo finali michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup? Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya TR United kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kuibuka na ushindi mnono, ushindi wa mabao 4-0 kupitia aliwahi kuwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club, ndugu Haji Sunday Manara ameweza kutupa dongo zito kwa klabu ya soka ya Simba. Manara anasemaje? Manara anasema hivi: makolo wamebahatisha, kipofu kaona mwezi, wamepiga bomu mochwari. Hapa anamaanisha kwamba klabu ya soka Simba kwa hizo goli ambazo wameweza kuzipata, basi ni kwa upande mwingine wameweza kubahatisha goli hizo, na ni kwamba kipofu kaona mwezi kwa kuweza kushinda hayo mabao 4-0. Ndio utani wa Simba na Yanga ulivyo, tunaona mara nyingi wamekuwa wakipondana, lakini ndio hivyo kwa upande mwingine Yanga nao pia wameweza kwenda hatua ya nusu finali na watakwenda kucheza dhidi ya Azam, na Simba yeye atakwenda kukutana na Coastal Union ya Mkwakwani Tanga. Mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa Juni 21 Juni 20. Tuambie neno la comment kwa upande wako kile ambacho amekisema Manara. Nini maoni, mtazamo? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.